Ndugu zangu katika imani, famin a'dhamil mukhalafat, miongoni mwa mambo makubwa ambayo leo tunakwenda kinyume na sheria ya Allah na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alfitru bighairi udhrin, ni pale Muislamu anapoamua kwenda kula mchana wa mwezi wa Ramadhani pasipokuwa na sababu ya kisheria, pasipokuwa na udhuru wowote. Yani yeye mwenyewe binafsi akaamua kwa utashi wake, akaamua kwa kupenda kwake ale mchana wa mwezi wa Ramadhani, sawaa akana dhalika bil akli au shurbi, sawa atalifanya hilo jambo la kula mchana wa mwezi wa Ramadhani kwa kupitia kula au kunywa, au iljimai lizaujati, au akaamua kumuingilia mkewe mchana wa mwezi wa Ramadhani. Leo maal asafi shadid, vijana wengi wa Kiislamu na baadhi ya wazee ambao wana nguvu na uwezo wa kuitekeleza ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wallahi la yasumun, hawafungi watu hao, yaakulun wa yashrabun wa yatamatta'un, wanakula wanakunywa, wanafanya starehe mbalimbali mchana katika mwezi wa Ramadhani, kama kwamba hawajaingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili ni jambo kubwa ambalo linatuonyesha ya kwamba tunakwenda kinyume na mafundisho ya Allah na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, baina ana naimun atani rajulani, pindi nilipokuwa nimelala mimi Muhammad, walinijia watu wawili. Maulama wanasema hawa walikuwa ni malaika, Allah amewaleta kwa njia ya ubinadamu, na mtume akiwa amelala, bimaana kwenye ndoto, na ndoto za mitume ni sehemu ya wahi. Ndugu zangu katika imani, mtume anasimulia na kuhadithia, anasema baina ana naimun atani rajulani, pindi nilipokuwa mimi nimelala, walinijia watu wawili, fa akhadha bidabaiya, wakanishika katika mikono yangu hizi sehemu, kila mmoja akamshika Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mmoja akamshika mkono wa kulia Mtume na wa pili kamshika mkono wa kushoto Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa ataya bi jabalan wa'ra, wakanileta watu wawili hawa mpaka kwenye jabali au mlima ambao ni mgumu kuupanda mlima huo. Faqala, wakasema watu wawili hao, is'ad Muhammad, panda kwenye huo mlima, panda kwenye hilo jabali. Fakultu, nikasema, inni la utiquhu, hakika yangu mimi siwezi kuupanda mlima huu au jabali hili. Faqala, wakasema watu hao, inna sanusahiluhu laka, hakika yetu sisi tutakufanyia wepesi, maana yake tutakusaidia uweze kupanda kwenye jabali hili. Fasaitu, mtume akapanda katika mlima huo. Hata idha kuntu fi sawa'il jabali, mtume anasema mpaka nilipofika kwenye kilele cha mlima, nimekaa sawasawa kwenye mlima ule, idhan bi aswatin shadidatin, nikitahamaki nasikia sauti ambazo kwamba ni kali, zinatoka kwa sauti ya juu. Qultu, nikasema mimi mtume, ma hadhihi al-aswatu, hizi sauti ni sauti gani, ama ni sauti za kina nani? Anawauliza hawa malaika wawili. Qalu, wakasema, hadha uwa'u ahli an-nar,
hizi ni sauti za watu wa motoni. Thumma ntulika bi, kisha wakanichukua mimi, fa idha ana biqaumin, nikitahamaki nimekutana na kundi la watu, muallaqina biaraqibihim, wakiwa wale watu wamefungwa kichwa chini miguu juu kupitia vyuma vile ambavyo vimetundikwa nyuma ya mishipa yao katika hivi visigino. Kile kisigino kuna ule mfupa au ule mshipa laini ambao unafanya mguu unapanda na kushuka. Pale umedungwa ule mguu, mtu yule amening'inizwa kichwa chini miguu juu. Mushaqqaqatun ashdaquhum, ikiwa midomo yao imepasuka ama imeraruka watu hao. Tasilu ashdaquhum dama, ikiwa midomo yao kwenye ile mipasuko inatiririka damu, inamwaga damu. Qala, Mtume akasema, qultu, nikasema wakati huo, man haula, enyi malaika, enyi watu wawili mlonichukua kunileta hapa, hao ni kina nani? Qala, wakasema malaika, alladhina yuftiruna qabla tahillati sumihim au saumihim, hawa ni wale ambao kwamba waliokuwa wakila kabla ya kuhalalishwa wakati wa kula. Allahu akbar. Hawa ni wale watu ambao hawafungi, wanakula mchana wa mwezi wa Ramadhani, wala hawana hofu na uoga amama Allah. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaonyeshwa watu hawa siku ambayo kwamba ya Kiyama, wale ambao watakuwa hawafungi, hawana sababu za kisheria, ni miongoni mwa adhabu ambazo watakwenda kuadhibiwa na Allah jalla fi'ala. Wazee wangu, leo ni watoto wangapi wa kwenu hawafungi? Vijana wenzangu, ni wangapi ambao leo hatufungi Ramadhani? Tunaiogopa. Tena mtu kama akula daku anaamka anasema, wallahi jana sikula daku, leo sifungi. Yaani kutokula daku inakuwa ni sababu ya kisheria wewe usifunge. Wallahi anta jahilun murakkab, wewe ni mjinga wa kupandamana kiasi hichi. Kwa hiyo hii ni adhabu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea kwa wale ambao hawataki kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea An-Nasai fi Sunan al-Kubra, utaipata kwa nambari 3286. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahih at-Targhib, utaipata kwa nambari 1005.